Ile shamba ya kwanza nilitembelea ilikuwa inaitwa Mifugo Falme. Hii shamba kwa kweli nilifurahia sana na nilienda Capri Dopas. Jamaa mwenyewe alikuwa ametoka Marekani, alikuwa ameacha kazi yake kule Marekani na akarudi Kenya kufanya mradi wa dopa. Kilichonifurahisha kuhusu Independence Farm, jambo kubwa sana ambalo nilijifunza Denmark, kitu cha maana sana katika Legacy Farm. Ram moja anaweza kuadhibu lakini water iko tu silent, iko silent, inakata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa dopa bora mahali Okay. Kwa kweli nikianza kusema yale ambaye nimejifunza katika haya mashamba, hatutamaliza na hii video. Itabidi pengine amba tufanye series. Itabidi nifanye episodes karibu 10 tukiongelelea tu zile ambazo nimejifunza katika hizi mashamba. Lakini nitakupea tu historia vile tulianza na zile shamba nafikiria mwezi wa pili. Ile shamba ya kwanza nilitembelea ilikuwa inaitwa Mifugo Falme. Wako katika mji wa Nakuru ambaye pia ni city na ni katika pia county ya Nakuru. Hii shamba kwa kweli nilifurahia sana na kumbuka hii ndio shamba ya kwanza ambayo nilijifunza kuhusu Lucerne pellets na jinsi ya kulisha dopa. Ni shamba ambaye pia nilipata muundo wao wa banda. Ilikuwa rahisi sana. Walikuwa wamepiga mabati na hata wakuwa wameinua banda juu. Banda lilikuwa tu chini na wamegawanya, na pia ni shamba ambalo nilipata hawafanyi zero grazing kabisa. Kondoo wanalishwa na wanaenda malishoni, na pia ni shamba ambaye ilinipa motisha kwa sababu nilikuwa nafikiri either ufanye dopa ama ufanye kienyeji, lakini katika hii shamba nilipata wamechanganya kondoo za kienyeji na kondoo za dopa. Nilijifunza mengi sana kuhusu banda na malisho katika Mifugo Falme. Ilikuwa shamba mzuri sana, na pengine sasa hivi vile tumepata vifaa, nafikiri itabidi turudi huko tena. Siku hiyo ndio ilikuwa ziara ya shamba ya kwanza kabisa ambaye tulitembelea. Na pia kuna kitu niliona huko wenye sijaona kwa shamba ingine. Walikuwa na ile spray run. Walikuwa na ile mitambo ya kisasa ya kuoshea kondoo. Yaani kulikuwa na mashini, kondoo inapitia hapo, inasprayiwa ikipita. So inaweza spray kondoo wengi sana. Hiyo ni moja ya zile vifaa ambazo ningependa sana kuwa nayo. Na ningependa pia nirudi kwenye shamba hilo siku yenye wanafanya hiyo spray. Alafu nione vile wanatibu, yani wanaspray hizo kondoo against external parasites. Naweza sema hiyo ndio kitu ambayo ilikuwa ya maana sana, na banda na ile Lucerne pellets. Tukienda kwenye shamba la pili, nilienda Capri Dopas. Hii ndio shamba ambayo nilipata banda la kondoo ilikuwa permanent. Walikuwa wamejenga na mawe. Ilikuwa imejengwa na pia hawakuwa wameinua juu. Ilikuwa chini. Pale kwenye Capri Dopas ndio penye nilipata wako na pure dopas. Na jamaa ule, story yake ilinisisimua sana. Story yake sijui kama nilionyesha kwenye video, lakini jamaa mwenyewe alikuwa ametoka Marekani. Alikuwa ameacha kazi yake kule Marekani na akarudi Kenya kufanya mradi wa dopa. Alikuwa na karibu dopa 200. Huyo ndo nilipata hako na dopa wengi sana. Alikuwa pia na style, lakini dopa wake walikuwa fully zero grazing, hakuna kutoka nje. Ya maana ambayo nilijifunza katika Capri Dopas ni jinsi wanajifunza wenyewe kutibu kondoo kwa hizi magonjwa za kawaida. In fact, huko ndio mimi nilijifunza namna ya kudunga kondoo shindano, namna ya kuangalia madawa, kuchukua temperature, na ilikuwa somo la maana sana kwangu. Kwa sababu mimi sikuwa nimejua kumbe hata kama wewe si daktari unaweza dunga kondoo shindano, unaweza dunga kondoo wako shindano kabla daktari aje kuja. Ingawaje alisema yeye bado hutumia daktari.
Ni zile tu vitu za kawaida ndio anawadunga, kama pengine kondoo ako na joto, antibiotics, kudunga zile shindano za ivermectin za external parasites, vitu kama hizo. Na pia pale ndo nilijifunza kuangalia afya ya kondoo kwa usawa, kujua ule kondoo ambaye ako mgonjwa. Na pia kitu ingine nilijifunza katika Capri Dopers ni jinsi ya kuangalia kondoo ambaye ako tayari kupandishwa ndume. Pale Capri walikuwa wapandishi kondoo wote ndume. Kuna vile anaangalia, anapima uti wa mgongo, anaona ndio amefika ile kiwango ambaye kinahitajika, ndio kondoo apandishwe. Yani haupandishi kondoo wote, unapandisha wale wako na afya peke yake. So hiyo ilikuwa Capri. Na kwa kusema kweli ni shamba ambaye iko mbali sana, kwa sababu iko Nyahururu. Nyahururu ni karibu zaidi ya kilomita 200 kutoka hapa. Hiyo ilikuwa shamba ile ambaye niliwahi enda mbali, na ilibidi, changamoto ilikuwa kusafiri. Ilibidi nisafiri siku moja kabla, nikawasili kule, nikachukua chumba cha kulala pale Nyahururu town, alafu kesho yake asubuhi sasa nikaraukia huko kwenye shamba. Na ni shamba pia ambaye nilijifunza kabisa. Ule jamaa wa Capri ni jamaa mpoa, ni kama mwalimu yule, anakufunza kabisa. Na pia ni shamba ambaye nilifika pale na kulikuwa na watu wengine pia walikuwa wamekuja kujifunza. Si kufunzwa peke yangu, tulikuwa karibu kadhaa, watu 4. Tulikuwa karibu watu 4 na kulikuwa na wengine hata walikuwa wanangoja kujifunza. Na pale Capri Farm, kondoo wao ukitaka kutembelea hiyo Capri Farm, unaenda, nafikiria ni Jumamosi peke yake wanakubali wageni kuja pale. Shamba la 3 nilikuja kutembelea, nadhani nilikuja nikaenda Independence Farm. Independence Farm ilikuwa ile shamba ambaye nilinunua kondoo wangu wa dopa wa kwanza kule. So tulipoenda Independence Farm, pia kilichonifurahisha kuhusu Independence Farm ni size ya shamba. Ametumia nafasi ndogo sana kujengea dopa wake. Na pia kilichonisisimua sana katika Independence Farm ni jinsi wanavyoandaa chakula asubuhi. Na hitaji kazi mingi vile anaandaa chakula chake, anapeleka. Na pia kitu kingine cha maana nilijifunza Independence Farm ni vile alikuwa amechanganya mpaka ufugaji wa kuku pamoja na kondoo. Na vile, lakini sana ni nafasi ile alikuwa nayo. Nafasi ndogo ile alikuwa anatumia kulisha kondoo wa dopa. Shamba ingine ambalo tulikuja tukatembelea ni Denmark Dopa Farm. Denmark pia alikuwa na nafasi ndogo, lakini alikuwa amewafuga kondoo wengi sana. Na pia Denmark pale kuna ule mfumo wa kulisha asubuhi, alafu zinaenda kwa malisho. Ilikuwa mfumo mzuri sana. Lakini jambo kubwa sana ambalo nilijifunza Denmark ni jinsi ya kutengeneza silage kutumia Super Napier. Kwangu hilo lilikuwa somo kubwa sana. Jinsi ya kutengeneza silage ya Super Napier ni pale Denmark sasa ndo niliona. Na cha maana sana ilikuwa ile style ya kuongeza zile mabua za mahindi ambazo zimekauka, ili hiyo silage isikuwe na maji mingi. Kwa sababu changamoto kubwa sana ya kutengeneza silage ya Super Napier huwa ni maji. Kile kiwango cha maji ambayo huwa ya hali ya juu. Lakini pale sasa ndo niligundua ile siri ya kuongeza zile mabua ya mahindi ndio isikuwe na maji mingi, kwa sababu zile bua za mahindi zinanyonya maji kutoka kwa Super Napier. So hiyo ilikuwa somo kubwa sana katika Denmark Dopa. Nikakuja tena nikatembelea Legacy Farm, kama unakumbuka. Legacy Farm pia ilikuwa style ya malisho, vile wanatumia Super Napier na silage na mabua ya mahindi. Na kitu cha maana sana katika Legacy Farm ni jinsi ya kuhifadhi zile mabua ya mahindi. Kondoo walikuwa wanalala chini, alafu kule juu walikuwa wamejenga ghorofa, alafu juu sasa ni chakula. Na hiyo ilikuwa inasaidia sana kwa nafasi. Kwa hivyo kama uko na nafasi ndogo, kuna vile unaweza jenga nyumba ya kondoo ikuwe na ghorofa, alafu upande wa juu
unaweka nini, unaweka chakula, unahifadhi chakula kule. Shamba ingine baada ya hapo nikakuja nikatembelea Segero Breeders. Wow, Segero ilikuwa banda. Kile kilichonifurahisha katika Segero Breeders ni vile banda ilikuwa imejengwa vizuri kabisa. Kitu ingine ni style yao ya kulisha. Kondoo wao wanalishwa chumvi kabla hawajakula kitu chochote asubuhi. So walikuwa wanaanza na chumvi, na pia sasa ilikuwa shamba ya pili ambayo kondoo wao hawatoki nje. Ni mfumo wa zero grazing kabisa. Hiyo ilikuwa Segero Breeders. Nilifurahia sana. Alafu nikaenda Yano Breeders. Yano Breeders pia ilikuwa shamba ambayo banda lao pia ilikuwa limejengwa vizuri sana. Walikuwa na mpangilio wa kisasa vile wamejenga, penye wamepanda silage, super napier na ni shamba ambayo nilipata wako na biogas ambayo sasa hao wanapata moto, hawatumii kuni, wanatumia zile manure ama ile kinyesi cha kondoo kutengeneza biogas. Kwa hivyo nafikiri ilikuwa shamba. Nafikiri sikuonesha sana hapo kwa biogas, lakini nitarudi kule atuelezee kwa undani vile wanafanya hiyo biogas, kutumia ile nini ya kondoo. Alafu nikaenda SH Dopers. Jamaa ambaye nilipata ako na energy mingi sana aki-explain. Alikuwa amefurahi. Pia huko ndo nilipata vile wanaandaa chakula cha dopa 100. Na pia nilichofurahia sana katika SH Dopers ni ingawaje walikuwa na kondoo wengi, lakini ule mfumo wa banda ambao wamezigawa katika majumba madogo madogo. Kila nyumba ilikuwa kati ya kondoo 8 na 10. Ingawaje walikuwa na kondoo 100, lakini hawakuwa wameziweka tu, wamezirundika katika room moja kubwa. Walikuwa wamezigawanya. Na nafikiria pia katika hizo shamba zote ambazo nilitembelea ulikuwa unapata wanajaribu kuseparate. Wako wanaweka kondoo katika nyumba moja tu, kondoo zote. Katika hizo shamba zote nilikuwa naona wamejaribu, lakini pale SH Dopers ndo niliona wameigawanya kabisa vizuri, na ilinipendeza sana. Na pia kilichonipendeza SH Dopers ni jinsi wao kila wiki wanaandaa chakula ya wiki nzima. Kila Jumamosi hao wanaandaa chakula cha wiki nzima. Alafu walikuwa na specific dates. Walikuwa wanasema kila tarehe moja, yani siku ya kwanza kila mwezi hao wanafanya deworming. Ilikuwa pia kila sijui ni kila Jumatatu, lakini actually walikuwa na specific days wameweka ya kufanya deworming. Kuna siku ya kuandaa chakula ambaye ni kila Jumamosi, na kila tarehe moja ya kila mwezi wanafanya deworming. Hicho ndo kilinifurahisha sana kule. Alafu kutoka hapo nikaenda shamba la naitwa Kalia Farm. Kalia Farm pia ndiye alinifundisha mambo zingine muhimu sana. Alinifunza jinsi gharama. Somo kubwa huko ilikuwa gharama ya kulisha dopa moja mwaka mzima. Kaniambia ni 3,000 shilingi za Kenya kulisha dopa moja. Na nikajifunza mambo mingi sana.